hauwezi chukua viongozi wachache muende muwalipie ndege, muwape pesa waende Mombasa, wakubali kuchukua pesa ili gharama ya bei ya maisha ya mwanadamu izidi kuwa juu, kwa sababu viongozi 10 ama 20 wamekubaliana na kauli mbiu hiyo. Nataka kumwambia Rais wa Jamhuri ya Kenya ya kwamba bei ya mafuta ikipanda, bei ya kila kitu maishani inapanda. Bei ya chakula itapanda, nauli ya kwenda kazini itapanda, kila kitu kitaanza kupanda bei. Na watumizi wakubwa wa mafuta ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya, sio wale viongozi 10 ambao mliwaita Mombasa mkawapatia kitu kidogo wakasema hakuna mgomo. Mgomo ulikuwa ufanyike ili serikali iheshimu kauli mbiu ya Wanakenya na iweze kupeleka bei chini, kwa sababu katika historia ya Kenya hii ndio mara ya kwanza tangu Kenya kupata uhuru bei ya dizeli imekuwa ghali kushinda bei ya petroli. Na diesel inatumiwa katika mambo mengi, ukulima, vitu vingi hutumika katika dizeli. Na mimi nataka kumwambia pia, hii mambo mnasema ni G2G, government to government, hiyo ni porojo na hekaya za Habunuwasi. Hiyo ni government ya nchi milki za Kiarabu na watu watatu binafsi hapa ambao wanauziwa hizo mafuta na kuweka bei ambao wanataka. Ni kwa nini kama ni G2G hii mafuta isikuje katika national oil yetu ya taifa na bei ianze kutengezewa hapo? Ni kwa nini ikuje kwa wafanyabiashara watatu ambao wataamua vile hii nchi itaenda? Kwa hivyo tunataka kuwaambia hata hao watu 10 mkiwapa pesa, sisi tutaendelea na hii kampeni, tutasahau hao watu 10. Sisi binafsi tutaingia hiyo maandamano mpaka mshukishe bei ya mafuta, wananchi wawe huru. Adoanyo bato hamwe. Toe hamwe vio. Na wamo hakatoalia maneguo. Lazima tuwaambie ukweli hao jamaa. Ya pili ni kuhusiana na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Jalia kanadika alie. Jugema. Demashonokie. Demwele horowama. Uhuru Kenyatta sio rais wa Jamhuri ya Kenya, ni aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Uhuru Kenyatta si amiri jeshi wa majeshi yote nchini Kenya. Uhuru Kenyatta sio rais wa jamhuri hii ya Kenya. Uhuru Kenyatta sio gavana. Uhuru Kenyatta hayuko katika wadhifa wote wa serikali katika taifa hili. Ni kwa nini kila siku mkiamuka Uhuru Kenyatta? Ukiamuka saa 7 Uhuru Kenyatta. Ukienda jioni Uhuru Kenyatta. Ukienda kulala Uhuru Kenyatta. Kama kazi imewashinda, fungeni virago muende nyumbani. Nimesikia hizi cheche za ukabila. Eti kule Mombasa pia yule ndugu yangu anaongea vibaya kuhusu jamii ya Wakikuyu. Amefanya chuki na jamii ya Wakikuyu. Waluya wakifanya mkutano yao kule Uluyani wanaitwa jamii ya Mulembe Nation. Hiyo ni sawa. Wapwani wakifanya siasa zao kule wanajiita jumuiya ya Pwani. Hiyo ni sawa. Wakamba wakifanya mkutano yao kule wanasema Wakamba, muungano wa Wakamba. Hiyo ni sawa. Sasa mimi nauliza, iko dhambi Wakikuyu wakifanya mkutano yao Mulima na wajiite jamii ya Mulima? Iko shida? Iko shida? Kwa hivyo muache, wewe kijana, uacha nimuite kijana kwa sababu ni rika yangu. Huyo Hassan Omar, sisi kule Mombasa tunamuita ugali sosa, ni wale wa kujaza. Wewe unatishia watu, na Mungu amekufanya utoe yaliyo moyoni, kwa sababu wewe ni wale ambao unatuambia pia sisi ni wabara turudi kwetu. Tunataka kukuambia hakuna mbara atarudi kwao. Kenya ni yetu sote.
Kwa hivyo utazoea hii sura. Utazoea sura ya Wakikuyu Mombasa, upende usipende. Utazoea sura ya Wakamba Mombasa, upende. Utazoea sura ya Wakisii Mombasa, upende. Utazoea sura ya Wamasai Mombasa, upende. Utazoea sura ya Waluya Mombasa, upende. Utazoea sura ya Wajaluo Mombasa, upende na utazoea sura ya kabila zote Mombasa, upende usipende. Hii Kenya ni ya kila mtu. Kila siku mkiamka Uhuru Kenyatta, Uhuru yuko nyumbani anafanya biashara zake, anatulia, anakula ritaya yake polepole. Ati Uhuru akiongea na watu kidogo wasalimie ni shida. Leo modo yahigira nyoba dakaria nado. Drori atirere. Uhuru Kenyatta yahigira nyoba thashio dakaria nado. Uhuru akitaka kukuja Mombasa, akunywe chai na mimi, tupige story, hiyo ni sawa. Alikuwa kiongozi wa nchi, ni mzee wa hii boma. Kwa hivyo hii fitina mnataka, you are trying to set up all the tribes against one tribe. Na hiyo kitu mulifanya wakati wa post election violence. Nyinyi ndio mulisababisha hiyo upumbavu, mkafanya Wakenya wengi wauawe. Wewe Hassan Omar, tunakujua wewe. Wewe ndio ulipeleka Uhuru Kenyatta na William Ruto katika mahakama ya jinai ya ICC. Leo unapigishwa gitaa hapo kama mbuzi, unajifanya rafiki ya Ruto. Unadhani unajua Ruto kutushinda. Si ni yeye aliwapeleka ICC? Si yeye ndio alileta watu bandia wakasema ati Uhuru na Ruto waliua watu? Alafu sasa unakuja kucheza mbele ati unasema Uhuru shamba nini? Wewe kama ulilala huku nunua shamba, wale walinunua shamba wamenunua. Omothe ndera ajari yo rumo no kendige. Danyi to ni moka koduta. Ni moka koduta. Harambe. Niseme nisiseme. Nitoboe nisitoboe. Mimi nataka kuambia serikali iliyoko mamlakani, sisi ndio tulitembea hii Kenya kukuombea wewe William Ruto kura. Tulitembea kila kona katika hii Kenya kukuombea, lakini leo mumeanguka, mumefeli, munaua watoto, munamaliza watu wote. Wakati wa nyinyi kwenda umefika, na sio tafadhali. Hatutawaogopa tena. Hatuogopi na hatutauziwa uoga. Kila siku munaendesha hii Kenya kama mali yenu. Mimi nataka kuambia vijana wote, Wakenya wote mahala popote mlipo, mujitayarishe sasa. Ile finance bill tuliteleza kwa sababu tuliamini hiyo Biblia. Watu walikuja na Biblia wakatukoroga akili. Wakasema ni ado wa Ngai, totile na oru, Ngai mbele. Kumbe hakuna Ngai hapo. Safari hii 2027 Biblia itapewa wachungaji. Sisi wanaume tutamenyana kwa kiwanja. Mumesema nitoboe. Nitoboe nisitoboe. 2027 Biblia ikae na mapasta, Kurani ikae na mashehe, sisi na hawa kora kiwanjani. Motigato henia lege, hamutatudanganya tena na dini. Ukisema John chapter fulani, hata sisi tunafungua tunasema. Ukisema Kurani aya fulani, pia sisi tunafungua tunasoma. Mumetisha nchi, mmeifanya mali yenu. Hakuna kitu inasonga. Na ndio maana unaona wengi wetu tumeanza kuondoka. Tunamfuata huyu ndugu yetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, wakiwa na ndugu zake akina Eugene Wamalwa, Justin Bidan Muturi, Rigathi Gachagua, Martha Karua, Fred Okengo Matiang'i. Tunataka kushikana na nyinyi. Haki ya Mungu nyinyi, musipotoa candidate mmoja, mayaga ya ndoka hora.
Watoe candidate moja, si ndio? Mayaka nyinyi, wacha ninyamaze juu nitarudi kukaa hapo. Watoe candidate moja ili Kenya nzima wakisema ni Stephen Kalonzo Musyoka, Kenya nzima muende mupige kura, mfukuze wakora wote waende nyumbani. Hii serikali haiwezi kuwa ya kabila fulani. Lazima serikali yote ihudumie Wakenya wote bila kuangalia kabila, dini wala rangi. Na mukome, muachane na Uhuru Kenyatta. Ambieni watu mmefanya nini. Mimi nimeona wale wabunge wa Mombasa juzi wako huko Mombasa na rais. Kazi yao ni kucheza densi. Akili wamebebewa. Wanaambiwa tutanunua feri mpya, badali waulize ngoja kabla ununue feri mpya, hii stadium ulisema iko wapi? Badala wamwambie rais barabara zetu ni mbovu, hakuna miundo misingi, leta wafanyabiashara waekeze huko Mombasa, waweze kuweka biashara, mafactory, vijana wetu wapate kazi. Badala ya kumwambia rais dawa za kulevya zimeua watoto wetu, kazi yenyu ati ni kuweka wimbo na kuanza wanaume kama mabinti kutingiza kiuno kwenye jukwaa. Simuliona TV? Wanaume wakubwa badali waongee kuhusu bei ya mafuta, wamwambie rais wa Kenya wanakufa, fanya kile uwezalo uweze kupunguza hii bei, wanamwekea wimbo ya sijui watatii. Nyinyi ndio mtatii 2027. Kalonzo hoye! Kalonzo hoye! Apige nyundo asipige? Apige nyundo asipige? Amalize wafisadi asimalize? Mumesema Kalonzo tosha? Mumesema Muturi tosha? Mumesema Rigiji tosha? Mumesema Matiang'i tosha? Na je huyu handsome boy? Asanteni sana. Ningeongea sana lakini kwa sababu ya muda, mimi nataka kuwaambia murudi nyumbani mashinani. Wale ambao hawajakata kura, muhakikishe wamekata kura. Mwisho niseme, nina timu taiba kura. Mayagai nyinyi mujaribu kuiba kura. Sisi tutatumia njia ya pili. There is no power like people's power. Wacha ile agenda ya 25. Jaribu kuiba haki ya Wakenya. Sisi na wewe sako kwa bako mpaka tukomboe hii Kenya. Harambee! Mungu awabariki. Haya, sasa wacha nichukue nafasi hii kumwalika gavana wa Machakos. Unaona anatembea mwendo